Mtazamaji wa Manara TV, karibu kwenye exclusive interview, na leo tumekutana na shabiki wa klabu ya wananchi Young Africans, lakini pia ni mwanamuziki wa kizazi kipya kutokea hapa nchini Tanzania. Historia yake kwa ufupi, wapi alianzia mpaka kufika alipofika hivi sasa, yeye atatujuza kinaga ubaga alianzia wapi na safari yake ilikuwaje, akatoka kwenye mpira mpaka sasa amezamia kwenye usanii wa kuimba nyimbo za Bongo Flava. Nisiwe mzungumzaji sana, langu jina ni Umu Mdoe kama ilivyo ada, nyuma ya kamera yuko Chuda 99, tunaye Jones BM. Bwana, mambo vipi? Fresh na waje? Poa. Kama kaa. Unyama sana. Mbona kinyonge? Kinyonge, mnyonge, mimi siwezi kuwa mnyonge. Mbona umeniambia ni shabiki wa Yanga? Mimi nataka kujua historia yako kwanza, ulianzia wapi utoto mpaka unakuwa unafahamu kuna timu inaitwa Yanga ukaanza kuipenda Yanga? Kwanza watu wanitambua kama naitwa Jones BM, mnyama mkali. Zamani walikuwa wanaita Babu Chelini au defender mwenye mwendo. Wewe. Yeah. Defender mwenye mwendo kwa sababu kabla mimi muziki na mpira ni vitu ambavyo vilikuwa vinashabihiana, yani kwa wakati mmoja naimba afu wakati huo unacheza mpira. Umeona? Ila mpira ndio ulianza zaidi kwa sababu ulianza kutambulika zaidi kwenye mpira kulingana na mkoa ambao nilikuwa. Mimi nimetokea Morogoro. Ndio nyumbani kabisa. Na ukizingatia Morogoro, yani kila kitu mpira, ni chai mpira, lunch mpira, dina mpira. Unaelewa? Kwa nilianza mpira, nikatambulika zaidi kwenye mpira, mwisho wa siku muziki kwa nipenda zaidi, ndio sasa nipo kwenye muziki. Pengine unaweza kutupa historia kwa uchache kwenye mpira? Umewahi kucheza kwenye vilabu gani na ilikuwaje mpaka kuondoka kwenye mpira sasa hivi upo kwenye muziki wa Bongo Flava? Kwenye mpira mimi nimecheza vilabu vingi sana. Kwanza tukianzia Morogoro, mimi hizi ligi za daraja nimezicheza zote. Baada ya kutoka Morogoro kuja Dar es Salaam chuo kusoma chuo, kuna yale mashindano ya vyuo yale, tulitoka hapa kanda mashariki, mimi nilikuwa captain, tukaenda kufanya mashindano ya ngazi ya kitaifa, tulifanyia Mtwara nakumbuka 2020. Baada ya hapo sasa mimi kwenye mpira nikawa na ule ukubwa, yani nikawa kama nina jina fulani kwenye mpira. Kwa Maele. Au Feitoto. No, nite baka katio sasa mimi ni stopper. Mimi katio sasa ni stopper. Katio namwangalia sana Kanavalo. Kanavalo ndo anaelekea mwishoni vile kustafu. Mimi akili yangu ilikuwa nasema nikiingia kwenye hiyo game basi nitachukua jina lake, na alikuwa na jina sana kwa wakati ule. Mbona ulikuwa unapita njia zake? Nikawa napita njia zake, na ndio maana alikuwa ananiita Babu Chelini. Yaani Babu Chelini sijui kama kwa wakati ule ulikuwa unafuatilia mpira, lakini wazee wa Torino hapa wananielewa Babu Chelini ni nani. Na kipindi hicho sasa Mwalimu Kashasha bado yupo hai. Maana yake mimi chuo nimefundishwa na mke wake Mwalimu Kashasha. Ndio alikuwa ni mkufunzi wangu mimi. Na wakati huo mimi nacheza mpira, Mwalimu Kashasha ananiona kabisa. Na amewahi kukufundisha? Mwalimu Kashasha ni mtu ambaye aliniambia kabisa kwamba kupitia mimi unatoboa. Kwa unaweza kutuambia kwa namna moja ama nyingine Mwenyezi Mungu alivyompenda zaidi ndio ndoto zako za kucheza mpira zikakwamia hapo? Baada yani ilikuwa tumeplan sasa kwamba yani aliniambia kwamba wiki ijayo nitakupeleka try. Umeona? Sawa, tukakaa, ikafika usiku nikapewa taarifa kwamba amepoteza maisha. Ile issue iliniumiza sana, lakini sikukwamia pale kwenye mpira. Wakati huo mimi simu zilikuwa zinaingia sana. Bwana njoo sehemu fulani. Nikapigiwa simu nikaenda Mbande. Kulikuwa kuna timu fulani vya Muhindi. Ilikuwa inashiriki kama ligi daraja la pili hivi. Umeona, baada ya kucheza pale nikaenda kwa Kanavalo kwenye timu yake ile nikacheza. Lakini nilipokuwa mazoezini simu ikaingia. Wakati huo sasa nishafanya ngoma na Troni. Umeona pale Pluto Republic. Simu ikaingia, bwana ngoma yako huku kuna 1 2 3 hivi na hivyo watu wanaipenda sana. Baada ya hivyo nikaona support yangu ishapotea, na ndio hivyo kwenye muziki huko ngoma zangu watu wanaanza kuzipenda, nifanyaje? Ibidi nihamie huko sasa mazima. Mwaka gani? Hapo sasa ni 2020-21 hapo. Yaani ndio nachukua viatu vyangu mimi na viweka juu ya dari, naachana na mpira naingia sasa kwenye muziki, ndio nikaanza kufanya muziki. Lakini kabla muziki, ndoto zako ulikuwa umeplan kutoka kwenye muziki ama baada ya ulikuwa unasema mimi popote nitakapotokea ndo huko? Yaani in short mimi nilikuwa sina ndoto, ila nilikuwa na vitu vingi, lakini matamanio yangu makubwa nije kuwa maarufu. Labda niseme hivi. Ndio kitu kikubwa. Ndio kitu changu kikubwa kwamba mimi nije kuwa maarufu afu nije kuwa na pesa nyingi. Haijalishi yani ni mpira, muziki au nini, lakini vitu vyote nilikuwa nikifanya kwa sababu huo muziki ninavyokuambia, maana yake hata huko kipindicho mdogo nipo mashuleni na nini nilikuwa najaza watu. Haya mashindano sijui ya mkoa, sijui mashindano ya nini ya kuimba, sijui nini. Nishachukua sana hizo trophy. Yani nishachukua sana.
Wewe ni shabiki wa Young Africa. Sasa hivi kumekuwa na sintofahamu nyingi zikiendelea kuhusiana na Romain Folz ambaye ni kocha. Na hii ni baada tu ya mchezo wa Mbeya City kutoa sare. Lakini watu ambao tunafuatilia historia ya mpira wa miguu, si mara ya kwanza Young Africa na Mbeya City kutoa sare katika uwanja wa Sokoine. Wewe unalizungumzia vipi ukiwa kama shabiki wa timu yako? Mimi nikiwa kama shabiki wa timu ya Yanga, naambia wana Yanga wenzangu kwamba ni bado mapema sana kwanza kumcriticize kocha. Mapema mno. Kwanza ukizingatia wachezaji, yani tuseme muungano wa wachezaji kwa wakati huu bado. Tunatakiwa tumpe mechi hata 4-5 tuanze kumcriticize. Kwa sababu mwalimu anavyokuja kwenye kikosi anakuwa na mfumo wake. Huenda sisi mashabiki kuna mfumo tumeuzoea wa kocha aliyepita. Unatufurahisha sisi, lakini huu mfumo anaouanzisha yeye huenda ukaja ukatufurahisha zaidi kuliko vile ambavyo tumezoea. Kwa hiyo tunatakiwa tumpe muda. Tumpe muda yeye aanzishe mfumo wake, wachezaji wa umase ule mfumo, tutaona matokeo. Kuna taarifa pia zinaenea Jones kwamba Miguel Gamondi huenda akarejea tena kwenye kikosi cha Young Africa. Bila shaka umepita mitandaoni, umeona, unatamani walau siku moja arejee tena? Yaani katika mtu ambaye kwenye maisha yangu nampenda na mkubali na namzimikia ni huyo mwamba Miguel Gamondi. Napenda yeye, yani napenda tu yani namna ambavyo anafanya. Yani hata yeye alivyoondoka Yanga. Mimi upande wangu binafsi sikuweza kusema popote, sikuweza kuambia yote, lakini niliumia. Napenda tu namna ambavyo anafanya. Wewe ikitokea anarejea? Yani sio ikitokea anarejea, natamani mimi ndo ningekuwa na uwezo wa kumrejesha Yanga. Kwako shangwe. Yani mimi nafurahi sana, hata napata tetesi zingine sio anaenda Simba, sio anaenda wapi. Naumia mno yani. Mimi ni shabiki wake mkubwa sana. Ni kocha ambaye anafanya vizuri sana. Yanga yako hii kwenye michuano ya kimataifa msimu huu, unajiona mkifika kwenye hatua gani? Kwa saizi kuisemea Yanga, mimi ni mtu wa mpira. Yani kwa saizi kuisemea Yanga kwamba labda itakuwa hivi bado. Yani tunatakiwa tuiangalie kwanza, kwa sababu Yanga ambayo mimi nimeizoea, Yanga inashambulia, Yanga ikipoteza mpira inakaba, Yanga ikiwa inashambuliwa inarudi kwa wakati. Yani ni Yanga ambayo ilikuwa ya moto. Lakini Yanga hii kidogo imekuwa slow, ila siwezi kusema kwamba ni mbovu, hapana. Ni mifumo. Yani mimi nakupa mashaka. Mimi naamini hainipi mashaka, ila naamini kwenye mfumo wa mwalimu kwamba huenda ukabadilisha kitu huko mbele. Mfumo wa Romain Folz. Huenda ukazaa matunda. Huenda ukazaa matunda zaidi, kwa sababu kuna uwezekano wa kushinda goli nyingi kila wakati afu msifanikiwe. Lakini anaweza akaja kocha ambaye ashindi goli nyingi, anashinda goli chache tu, lakini anawapeleka mbali zaidi. Mchezaji gani ambaye unamhusudu zaidi wa Tanzania ambaye anacheza pale kwenye klabu ya Yanga? Yani kama ananisikia kaka Dickson Jobu yani ni mfano wangu, kwa sababu mimi nilivyokuwa nachezaga stopper, kazi yangu mimi mali ikija nachukua, kwenye kupunguza nitapunguza, kwenye kuangalia nitaangalia. Anachokifanya Jobu ananifurahisha, kuanzia tackling zake, namna anavyokaba, marking yake, yani kila anachokifanya Jobu kinanifurahisha. Dickson Jobu, I appreciate you bro. Ndio role model wako? Namkubali sana. Hatari. Lakini kwa ujumla kwenye ligi ya Tanzania kuna vilabu 16. Mchezaji gani mwingine ambaye unamhusudu zaidi ambaye pia si wa Yanga mbali na Dickson Job? Mchezaji mwingine ambaye sijui nisemeje, ila labda watu wanaweza kusema labda ni ushabiki sio vitu gani, ila pia mabadiliko ya ndugu yangu Clement Mzize ni mabadiliko ambayo yameni surprise. Yani kivipi? Yani ameni surprise kwa sababu ni mtu ambaye alivyokuwa anaanza ilikuwa inafika tu hata akiingizwa mimi na mind, yani nachukia kwa nini anamuingiza, lakini ghafla tu akanionyesha kitu ambacho sikutegemea yani. Nikasema kweli simkatie mtu tamaa. Ukipewa Soa na Dube unaondokana nani? Soa na Dube. Sasa nigombanisha na mashabiki wangu. Nimekuuliza. Soa na Dube unaondokana nani? Soa. Kwa nini Soa? Asa hapo nataka kunichimba. Sina, nataka nijue kipi ambacho kinakuvutia kutoka kwa Soa. Mimi naangalia sana kwenye movement. Umeona? Mchezaji kuanzia kwenye mikimbio, akili, utulivu, nguvu. Umeelewa? Mimi hivyo ni vitu ambavyo naviangalia sana. Yaani simzungumzii vibaya, ila Dube tangu sijui nisemeje, lakini ni mchezaji ambaye kapoa sana kwa upande wangu mimi. Simzungumzii vibaya. Unataka kusema tangu amekuja Yanga amepoa? Yeah, of course. Kipi kimemiss kwake? Mimi nahisi sijui kama ni ajali ambazo anakutana nazo mara kwa mara, labda zile injury ambazo anakutana nazo mara kwa mara zinamtengenezea hofu. Kwa sababu kuna mipira anafika eneo ambalo
tunasema mita 40. Kwa striker akishafika mita 40 akili yake inawaza kitu kimoja tu, kwamba niangalia wapi nipige wapi. Umeona? Na striker anavyozidi kusogea manake ndio inamrahisishia yeye yani uwepesi wa kufunga. Lakini Dube akiwa mita 40 na akiwa karibu na goli ni vitu yani ni vile vile. Umeona? Kama mechi ya juzi tulivyokuwa tunaangalia kapata goli, lakini ni magoli mengi sana aliyokosa ambayo yalikuwa ya wazi. Amekuja kupata goli ambalo yani hatukutegemea, tushamkatia tamaa kwamba hata ili atakosa, ndo anakuja anashinda. Lakini angekuwa kama ana umakini na anafanya kama mastreka wengine, naamini ile game tulikuwa tunapata magoli mengi sana kupitia yeye. Ukipataga nafasi kuna muda unarudi viwanjani kwa ajili ya kucheza mpira? Huwa anafanya mazoezi. Anafanya mazoezi. Ndio. Okay. Tukija sasa kwenye mziki wa kizazi kipya, historia yako ilianzia wapi?